wenzetu wanawekeza sana katika tafiti za muda mrefu kuona kwamba hawa tutawasimamia namna gani, hawa nani. Kwa maana nyingine kwamba tunataka kupeleka sisi kama Umoja wa Afrika, tunataka tupeleke askari 5,000 nchini Burundi. Lakini pengine kwa kauli yako huenda hawa 5,000 wanaokwenda gharama yake inatoka kwa hawa jamaa. Sehemu kubwa itahudumiwa na hawa jamaa. Hata 64 na Kofi Annan nakumbuka alikuwa kabla hajawa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, alikuwa ndio mkuu wa kikosi cha kulinda amani. Alipiga kelele sana, pelekeni jeshi, ikawa kisidio kwamba wachelewa kupeleka jeshi Rwanda. Lakini kulikuwa na sababu nyingine ambazo hatuzioni . Kwa hiyo ikawa lawama ni kwamba Umoja wa Mataifa umepeleka. Lakini leo Kongo, MONUC, nimekwenda Kisangani mwaka 2004, mpaka leo MONUC iko Kongo ya Mashariki. Lakini Kongo ya Mashariki haitawaliki. Rais Kabila yuko magharibi ya Kongo. Huko mashariki bado kuna wakubwa wanaingia na kutoka. Hawa wanaozungumza mabadiliko ya tabia nchi wanaleta magreda kwenda kukata miti magogo ya ndio wanakwenda kuvuna almasi. Kwa hiyo ni unafiki ambao tusipojitambua sisi wenyewe, tukatengeneza utaratibu wa kuzungumza sisi wenyewe na kuweka taratibu za kitaasisi tunavyoona sisi wenyewe, itakuwa ni vigumu sana kutoka katika mtego. Kuongeza, unajua Makuri, hili jambo halitupi shida sana. Na hata visioni kwa nini tunapata shida? Masai wanatupa mfano mzuri. Kwa nini tusifuate Masai wanachotaka? Kwa sababu katika maisha yao ya kawaida hawajui mpaka. Kwa nini tusiangalie watu wetu maisha yao ya kawaida ya kila siku, ndio tutengeneze serikali kwa kufuata matakwa ya hao ya maisha yao ya kila siku? Kwa nini tunapata tabu? Kwa nini viongozi wetu wanapata tabu? Kwa nini wasomi wetu wanapata tabu? Wanatuletea models, mnaita ni models za wapi? Kama tulikuwa na mtawala ambaye alikuwa kutoka mpaka afe, kwa nini tunalazimisha leo tumtoe baada ya miaka 10? Kwa nini? Nani katuambia lazima atoke baada ya miaka 10? Ina faida gani kama Bashiru alivyouliza? Inaongeza chakula? Inatupa faida gani? Kama kweli tungelikuwa tuna akili zetu tunazitumia vizuri, tunajaribu kuangalia sawa, hawa watu walikuwa Wakerewe mpaka afe, Wajita mpaka afe, Masai mpaka afe, Wachaga mpaka afe. Sasa kwa nini tunataka kumtengeneza nchi ya Wamasai, Wajita na Wakerewe, alafu tunapata tabu kwa rais yule mpaka afe? Matokeo yake tunapigana kwa sababu za kijinga ambazo hazina maana. Sasa tunapa kuanzia kama tukijitambua kwamba tufate tu wananchi wetu katika maisha yao ya kawaida. Tusiwape standard ambazo zinawatesa. Kila siku tukao tukiongea hapo Mopuli, hivi wote tuko kwenye Nzengo. Hivi kuna daftari la kudumu la wapiga kura wa Nzengo wanaomchagua mwenyekiti wao? Mbona tunachagua naga kura na hakuna mtu anayegombana? Na hela hailipi. Sasa kwa nini leo kumchagua yule mtu mkubwa, sisi hawa ambao tuko kwenye Nzengo tunaanza kupigizana kelele kwamba daftari la kudumu linakula hela nyingi, daftari la nini linafanya mambo mengi? Ni mambo ambayo tunaiga, na siku zote kuiga kuna sumbua. Nasema ukitaka kuiga kuja kwa tembo unapasuka nini? Msamba. Ndio hilo linalotupata leo. Ni kitu rahisi tu, make it simple. Maisha yanakuwa rahisi na kila kitu kinaenda, kwa sababu walazimishi watu kwenda kwa jinsi ambavyo hawataki kwenda. Leo tunakimbilia biashara. Kwani biashara haipo kati yetu na Waganda? Ipo. Kila mtu anabeba mkungu wake anauza kule, hata mpaka haujui. Waha pale na Burundi hawajui, uwezo kujua tofauti yake. Kule Machinga kule chini hujui tofauti ya Masai ni yupi, ya wa Marawi ni yupi, na wa Msumbiji pale uwezo kutofautisha nani wale Makonde wa huku na Makonde wa kule. Uwezo kutofautisha. Sasa leo anakuja mtu mmoja suli na institutionalize mmoja ule, sio kuna katiba, kuna sheria ambayo limechorotoro na watu wengine kule. Mimi katika Zambia ambayo nilikuwa na mtuhumu rafiki yangu marehemu mchungaji Mtikira, ni kuikubali Tanganyika ya Berlin iliyotengenezwa na Berlin na kuikataa Tanzania iliyotengenezwa na Nyerere anayemjua. Na hiyo ndo Zambia inayotusumbua wote. Kasongi, tutimishe na wewe hapa pengine kwa kuangazia yako mengi ambayo tungeweza kuzungumza. Nikitazama muda naona kama sio rafiki yako mengi, maana yake Afrika Mashariki ni kubwa na ninaamini hatuwezi kuijadili yote kwa mapana yake, labda tunahitaji mjadala mpana sana. Nchi ya Kenya, serikali ya Uhuru Kenyatta
inakabiliwa na changamoto moja kubwa ya rushwa ama ufisadi. Mjadala wa ufisadi na rushwa unaanzia mbali sana katika Kenya, na utakumbuka si hapa tu, kuna mambo makubwa ya Anglo Leasing yaliyoanza miaka ile. Anglo Leasing ilikuwa kashfa kubwa sana ambayo ilivuruga sana taifa. Tumekuja sasa wamekuwa na katiba mpya ambao umeshindwa kukidhi hata mahitaji yao sasa, na nafikiri wanahangaika kuweka taasisi, kila siku wanaweka taasisi mpya ndani ya katiba ile. Kwa hiyo nafikiri utambulisho wa kitaifa unahangaika, unawasumbua sana, kwa sababu wao wanaangaliana ni Waiguru ni nani ndio nani, kwa sababu hata ukiangalia mjadala unazungumza watu, hauzungumzi zile taasisi, nini kimetupata nini. Kwa hiyo kumekuwa na mabishano ambayo hayana tija kwa taifa. Kwa hiyo nafikiri fundisho kubwa la kutokana na ufisadi unaoendelea Kenya ni kwamba utambulisho wa kitaifa na kufanya na kuwa na utashi wa kushughulikia mambo sisi wenyewe kama jamii. Nikushukuru sana Kasongi. Mtazamaji, naomba niendelee kwa hapa mwanzo. Nimekuwa naye Dr. Donald Kasongi, mchambuzi wa masuala ya uchumi pamoja na masuala ya siasa, lakini pia nimekuwa naye Bituro Kazeli, naye mchambuzi pia wa masuala ya siasa pamoja na masuala ya kijamii. Nikushukuru sana Kasongi. Asante. Naam, Bituro. Najua lakini nikushukuru sana. Naam, basi kwa hapa mwanzo naomba niufunge mjadala, lakini kama tunakuachia hili la Kenya kuhusiana na swala zima la ubadhilifu wa fedha na ufisadi ambalo linaisumbua sana serikali ya Rais Uhuru Kenyatta. Je, daktari anasemaje hapo? Mimi naitwa Leonard Mapuli na kuachia Yusuf Kamote Dar es Salaam, ambako pia mjadala huu utakwenda kufungwa huko. Nami nikushukuru Leonard Boniface Mapuli, na moja kwa moja ni kuulize swali hili alouliza Mapuli la Kenya, lakini nifanyie muambatano kwa sababu masuala ya rushwa, ufisadi ni kelele ambayo ni nyimbo ambayo inaimbwa ukanda mzima wa Afrika Mashariki, lakini bara zima la Afrika. Kizazi cha kurejesha fikra za kina Mwalimu Nyerere kimekupita mkono, kwa maana kimekupita wewe, kimenipita mimi, tukisubiri kitakuja. Sio swala la kusubiri. Mimi nawashukuru sana wazungumzaji wenzangu mwanzo. Wameyazungumza vizuri sana kwamba ajenda kubwa, na hii haitakufa tu, ni ajenda ya Afrika kujitawala, ijikomboe kutoka katika makucha ya ukandamizi wa ubeberu. Nataka kukijua Dr. Bashiru, ni kizazi cha kuturejesha kwenye fikra zile. Kimekupita wewe, kimenipita mimi, tukisubiri kija, ama sisi tunaweza kubadilika tukifikia kizazi hicho? Historia haimpiti mtu, ni sisi kujishughulisha tu. Hapa tumezungumza historia hiyo hatukuwepo sisi. 1884 hakuna mtu aliyekuwepo hapa, hata Mwalimu mwenyewe alikuwa hajazaliwa. Mwalimu mwenyewe amefika akakuta jitihada zilizofanywa na akina Mkwawa na wenzake. Tunaanzia wapi kufikiri hivyo na kufanya mabadiliko haya? Tunaanzia katika kukubali historia. Tusiandike upya historia. Historia unaweza ukajitahidi kuiandika upya, lakini historia haiandiki upya. Lazima tujifunze kutokana na historia. Historia hiyo itupe mwelekeo mpya wa mazingira tulionayo, na historia hiyo ndio itusukume sasa kwa nguvu zetu za mabadiliko tunayoyataka. Kwa hiyo mimi nadhani kazi kubwa tunayotakiwa kuifanya, na hasa sisi tulio kwenye taasisi za elimu na viongozi wanaoongoza taasisi za elimu, ni kuhakikisha kabisa kwamba haki mojawapo ya Mtanzania au Mwafrika yote ni haki ya elimu. Na katika elimu hiyo, historia uwe ndio moyo wa maarifa, na uwe ndio chimbuko la mabadiliko tunayotaka kuyafanya. Bila shaka hatutaganda, tutabadilika tu. Mila na desturi za, nachukulia mfano wa Masai kwa sababu ndio wenzetu wamemzungumza sana kama swali langu la mwisho kabisa siku ya leo. Mila na desturi za Masai kutokutekeleza sana ile mipaka iliyowekwa, kwa maana kuwa huru kuvuka na kwenda kuchunga. Unadhani fika na za mila na desturi zile zinaweza zikafikia ama zikawashawishi watawala nao wawe na fikra kama zile, hatimaye Afrika kuwa moja na kuondoa mipaka ambayo iliwekwa? Ndio mfano wa Masai wanahoji mantiki ya mipaka. Na kusema ukweli ni mfano mzuri wa kuhoji kwamba mipaka hii haina mantiki yoyote. Haina mantiki za kiuchumi, haina mantiki za kijamii, haina mantiki za kisiasa. Kwa hiyo nadhani viongozi wao wasikivu
Kiongozi mzuri ni yule ambaye anaweza kusikiliza watu wake na kujifunza kutokana na watu wake. Wamasai wanatufundisha kwamba mipaka historia haina mantiki. Haina mantiki za kiuchumi, haina mantiki za kisiasa, haina mantiki za kiutamaduni, haina mantiki za kijamii. Mipaka ni njia ya kutugawa, na kwa hiyo wanapambana dhidi ya mambo yasiyo na mantiki. Na sisi wa Afrika tumelazimishwa tu kufanya mambo ambayo hayana mantiki. Mojawapo ya mambo ambayo hayana mantiki ni vidola vidogo. Kenya, Rwanda, Burundi, ufisadi havina mantiki. Demokrasia ya uchaguzi, wakati nyinyi hamjajipanga kuwa na mfumo wa uzalishaji kwamba mkishamaliza kupiga kura mnakula mnashiba. Watu hawali makaratasi ya kura. Mnakwenda kupiga kura ili muweze kuboresha mchakato na mfumo wa uzalishaji. Sasa mnaenda kupiga kura alafu mnalala njaa. Mantiki yake kwa Dr. Bashir Wali, nikushukuru sana. Wafanye mambo ya mantiki na mantiki ya kihistoria. Na Wamasai wanatufundisha vizuri kwamba tumezoea kufanya vitu visivyokuwa na mantiki. Asante sana Dr. Bashir Wali, nikushukuru sana kwa upana wake. Jina langu naitwa Yusuf Kamote. Sina la ziada kwa siku ya leo, Jumapili ya kwanza kabisa ya mwaka 2016, na sisi tumefungua kwa kuangazia siasa za Afrika ya Mashariki. Naamini kabisa yako mengi ambayo tumejifunza sote, mimi na wewe mtazamaji wangu ambao umetenga asubuhi yako kuwa sehemu ya tuongea asubuhi. Basi nikutakie tu mwaka uanze vyema kwako na uwe wa mafanikio zaidi ya mipango na mikakati uliyojiwekea. Lakini kwa taifa letu, na mimi nabaki kuwa na ndoto ile ya muda mrefu nilokuwa nayo, ya kabla mauti hujanifika, kuiona Afrika ikirejea katika dhana ya fikra za kina Mwalimu Nyerere, kwa kuamini kwamba Afrika itasonga mbele zaidi kama itakuwa moja, kama taifa moja. Basi nikutakie Jumapili njema na siku njema na salama kwako na kwa familia yako.